Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa katika channel yako pendwa ya The Gospel Media, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo haya, na leo kwa namna ya pekee sana tunaenda kuanza ukurasa mpya katika robo ya pili ya mwongozo wa kujifunza Biblia kwa mwaka 2025. Katika robo hii ya pili tunaenda kuiangazia lesoni inayosema vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Tunaenda kuangazia utangulizi wa lesoni yetu nzuri robo hii. Mwandishi anasema vitangulizi vya unabii. Wakati wa vita vya kwanza vya Guba mwaka 1991, mwandishi na msemaji wa Kiprotestanti aliyejulikana sana alisadikishwa kwamba kitabu cha Ufunuo kilitabiri vita hii. Hoja yake ilitokana na ukweli kwamba baadhi ya helikopta zilizotumika katika vita zilionekana kama nzige wanaoelezewa katika Ufunuo sura ya 9. Akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Ufunuo sura ya 9 aya ya 2 na ya 3. Sio njia bora kivile ya kufasiri unabii wa Biblia, sivyo? Lakini tafsiri kama hizi ni za kawaida sana. Kwa kweli, kwa miongo mingi mfululizo wa vitabu, makala, video na sasa tovuti, vyote vilivyotumiwa ajili ya unabii vimetabiri mengi, ikiwa ni pamoja na kupanga tarehe kuhusu matukio ya mwisho ambayo mara nyingi yanahusu vita au machafuko huko Mashariki ya Kati. Na cha kushangaza kabisa, katika kila kituo utabiri huo haujatimia. Kama Waadventista wa Sabato, tunachukua mtazamo tofauti, mtazamo unaojikita kwa Kristo, ambapo lengo la unabii haliko tena katika eneo moja la kijiografia huko Mashariki ya Kati na migogoro yoyote ya kijeshi inayotokea huko. Badala yake, tunaona unabii kwa mtazamo wa pambano kuu kati ya Kristo na Shetani. Pambano la kiroho la ulimwengu wote ambalo linafikia kilele katika wakati ambapo watu wa Mungu, Wayahudi na wa mataifa, tazama Ufunuo sura ya 12 aya 17, Ufunuo sura ile ya 14 aya 12, watakapokabili pambano la mwisho linalohusu kumwabudu Muumba. Tazama Ufunuo sura ile ya 14 aya 7, kinyume na mnyama na sanamu yake. Kipengele muhimu katika kuelewa unabii huu wa siku za mwisho ni Danieli sura ya 2, ambayo si tu ina muhtasari wa kihistoria wa unabii, bali ufunguo wa kufasiri wa kufungua maana zake pia. Danieli sura ya 2 inaelezea falme 4 za dunia: Babeli, Umedi na Uajemi, Uyunani, Rumi, zikifuatwa na Mungu kusimamisha ufalme wake wa milele ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali atavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Danieli sura ile ya 2 aya ya 44. Unabii unaofanana na huu katika Danieli sura ya 7 na ya 8 unao muhtasari wa msingi ule wa falme hizi za kidunia kuinuka na kutoweka hadi ufalme wa Mungu utakaposimamishwa milele. Katika Danieli sura ya 7, malaika anayefasiri anatutolea ufafanuzi wote. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Lakini watakatifu wake aliye juu
wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, naam, hata milele na milele. Danieli sura ya 7 aya 17 na 18. Falme 4 za ulimwengu, Babeli, Umedi na Uajemi, Uyunani na Rumi, zinakwenda katika mfuatano usiovunjika katika historia hadi baada ya ujio wa Yesu wa mara ya pili. Mungu ataanzisha wa kwake wa milele. Bila shaka, bado tungali hapa. Katika wakati wa mgawanyiko wa Rumi, ufalme wa 4 na wa mwisho wa kidunia kabla ya kurudi kwa Kristo. Kwa mtazamo huu wa kihistoria kama msingi wa kuelewa unabii, tutajifunza robo hii mada ya jinsi ya kufasiri unabii wa Biblia, hasa baadhi ya vidokezo, visa, tamathali za semi na sitiari vinavyofungua ukweli wa kinabii na matukio ya mwisho. Tunaanzia kwenye simulizi la uumbaji la mwanzo, ambalo ni muhimu kwa uelewa sio tu unabii bali wa kile kinachofuata, hasa msalaba na kifo cha Yesu cha upatanisho, hadi mnara wa Babeli, hadi huduma ya patakatifu, hadi Zaburi, hata kwa baadhi ya ndoa za Agano la Kale. Katika haya yote na zaidi, tunaweza kupata mifano, ishara na stiari ambavyo vinaposomwa kwa maombi na kwa roho ya unyenyekevu na ya kujisalimisha, yaani ukiendea Biblia kwa moyo wa uasi, unapoteza muda wako, vitasaidia kufanya unabii wa wakati wa mwisho, hasa katika Ufunuo, kuwa wa kuvutia. Robo moja haitoshi hata kuanza kusoma visa vyote na mifano vinavyoweza kusaidia kufungua ukweli wa unabii. Nani ajuaye? Tunaweza kuhitaji umilele kwa ajili ya hilo. Hadi wakati huo, kwa neema ya Mungu, tutajifunza kile tuwezacho. Katika robo hii tutakuwa na masomo 13 ya kujifunza. Somo la kwanza linasema kanuni kadhaa za unabii. Hii ni Machi 29 hadi Aprili 4. Somo la pili, msingi wa mwanzo. Hii ni Aprili 5 hadi 11. Somo la tatu, tamathali za semi kutoka katika ndoa, Aprili 12 hadi 18. Somo la 4, mataifa, sehemu ya kwanza, Aprili 19 hadi 25. Somo la 5, mataifa, sehemu ya pili, Aprili 26 hadi Mei 2. Somo la 6, kuelewa kafara, Mei 3 hadi 9. Somo la 7, misingi ya unabii, Mei 10 hadi Mei 16. Somo la 8, katika Zaburi, sehemu ya kwanza, Mei 17 hadi 23. Somo la 9, katika Zaburi, sehemu ya pili, Mei 24 hadi Mei 30. Somo la 10, tuliofikiwa na miisho, Mei 31 hadi Juni 6. Somo la 11, Ruthu na Esta, Juni 7 hadi 13. Somo la 12, watangulizi, Juni 14 hadi Juni 20. Somo la 13 na la mwisho kwa robo hii, tamathali za semi za ule mwisho, Juni 21 hadi Juni 27. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo tuliangazia sehemu ya utangulizi, mwandishi aliyoipa kichwa kinachosema vitangulizi vya unabii. Nikualike tuendelee kufuatana pamoja katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia robo hii ya pili. Hakika masomo haya ni mazuri na yatatusaidia kuelewa unabii. Vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Niendelee kukukumbusha kujipatia nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia.
Waweza kupata nakala yako kwa kufika katika maduka yote ya Adventist Book Center ambayo yanapatikana katika maeneo mbalimbali ya makanisa ya Waadventista wa Sabato, au wasiliana na mkurugenzi wa shule ya Sabato katika kanisa lako, naye atakupa mwongozo wa namna ya kupata mwongozo wako wa kujifunza Biblia. Lakini kama hiyo haitoshi, waweza ukawasiliana na Ufunuo Publishing House ambayo pia watakusaidia kuipata lesoni yako. Mungu akubariki sana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.